1976 mtaa wa Soweto, mji wa Johannesburg, Afrika Kusini. Na maelfu ya watoto waliandamana. Lengo la kuandamana kwa watoto wale ni kupinga ukatili. Walipambana na maandamano, lengo lilikuwa kupambania elimu sawa, lakini pia kupinga ubaguzi wa rangi. Na Umoja wa Afrika rasmi ukaamua kila mwaka ya tarehe 16 kuadhimisha siku hiyo muhimu, na rasmi ilianza mwaka 1991. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiangalia historia ya mtoto wa Afrika, wamepitia changamoto nyingi. Kuanzia ukosefu wa haki, ukosefu wa elimu, ubaguzi na vitendo vya ukatili ambavyo vinawakandamiza. Leo tunatazama tulipotoka na hali ilivyo, lakini pia tunatazama mwelekeo wetu kama jamii inayojali haki za mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, viongozi wa taasisi na serikali, tulipotoka tuliishi katika jamii ambayo iliamini baadhi ya vitendo vya ukatili ni mila, lakini pia waliamini ni sehemu ya malezi. Mtoto hakusikilizwa wala kulindwa. Ripoti hazikufanyika vile vile. Waathirika walinyamaza kwa aibu. Mfumo wa sheria haukuwa rafiki kwa watoto. Tulipotoka, tulipo. Leo hii bado vitendo vya ukatili wa kijinsia vinaripotiwa katika jamii zetu. Na watoto ndo waathirika wakuu. Katika baadhi ya matukio ya ukatili hutokea katika ngazi ya familia. Mengine hutokea mashuleni na mengine hutokea kwa majirani wa karibu. Hata hivyo, juhudi zinaendelea kwa kupitia kitengo cha dawati la jinsia kilichopo ndani ya Jeshi la Polisi, ambacho kinashughulikia kesi hii, malalamiko na migogoro yanayotokana na ukatili. Kwa kushirikiana na mashirika ya kijamii na wadau mbalimbali, tumekuwa tukipokea kesi mbalimbali. Na matukio kama ubakaji, ulawiti, kumpa mimba mwanafunzi na kutelekeza watoto zimekuwa zikiripotiwa. Na kwa bahati nzuri sana, zinapofikishwa kituoni, tunachukua hatua haraka. Yule muhanga anapatiwa PF3, anaenda hospitali, kesi inafunguliwa na kwenda katika ngazi ya upelelezi na hatimaye kwenda mahakamani. Na baadhi ya kesi tayari zimetolewa hukumu kulingana na nature ya kosa hilo lilivyo. Kwa kuzingatia sheria ya mtoto ya mwaka 2009, hukumu zimekuwa zikitolewa mahakamani. Lakini pia kwa kuzingatia makosa ya kingono, sheria ya Sexual Offenses and Provision Act, Sexual Offenses and Special Provision Act ya mwaka 1998. Lakini pia sheria nyingine ni sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, hatua hizi zimeonyesha msimamo wa mahakama katika kusimamia haki na kulinda utu wa mtoto. Mtoto ambaye ni mhanga, haki yake inapatikana na stahiki zote anazipata kutokana na ukatili huo uliompata. Pia uhamasishaji wa jamii kuhusu haki za watoto unaendelea kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ya kiserikali na yale ambayo sio ya serikali. Tumekuwa kama dawati tukifanya jitihada kubwa katika kutoa elimu mashuleni, katika taasisi za kidini, hata kwa kupitia mikutano ya serikali za mitaa. Tumekuwa tukiwaelimisha watoto ni nini maana ya ukatili, aina za ukatili ni zipi, ni wapi pa kuripoti endapo tukio hilo la ukatili linajitokeza. Na wanajua, huwa tunawajenga kisaikolojia. Tunawaambia yule mtu ambaye unajihisi kwamba utakuwa salama kwake,
kumweleza shida yako, nenda kamwambie. Mtu wa kwanza ni mzazi. Mzazi ndo ambaye yupo karibu sana na mtoto, kwa sababu yeye ndo anashiriki kumlea. Lakini pia mlezi. Bali na hapo, kuna viongozi wa serikali ya mtaa ambao anaishi, na mwalimu. Yule mwalimu tunawaelekeza, yule mwalimu ambaye unajihisi kwamba utakuwa salama kwake na ukamweleza shida yako atakusaidia, nenda kamwambie. Wanaelewa. Na mbali na hapo, kuna namba ambazo watu tunawaelekeza, unapiga bure 116. Ukipiga ile unasikilizwa haraka na shida yako inafikishwa sehemu husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mifano ya kesi ambazo nimezitoa hapa, ikiwa ni pamoja na ubakaji, ulawiti, kumpa mwanafunzi mimba na kutelekeza watoto, kuna kesi ya hivi karibuni nataka nitoe mfano halisi ili tuweze kuona tunaishi katika jamii ya aina gani. Wote au sote kwa pamoja tunaamini mama ndo mtu ambaye anakimbiliwa na watoto, na ndo mtu ambaye ni salama zaidi kwa watoto. Nikisema hivyo mnanielewa. Ikitokea mtoto amepigwa, anakimbia kwa mama, anakaa nyuma ya mama, anajificha kwa sababu anajua mama ana huruma, atamtetea. Sasa kuna mfano nataka kutoa. Kuna kesi iliripotiwa ya kutelekeza mtoto. Ni eneo la Angoni A. Nitaficha jina la huyo aliyetenda tukio hilo kwa kulinda utu wake. Ni mtoto anayekadiriwa kuwa na wiki 3, Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa. Yule mtoto alitelekezwa na mama yake, amemfungia ndani na kuondoka. Uongozi wa serikali ya mtaa pale wakasikia yule mtoto analia sana ndani. Kwa kushirikiana na majirani wa karibu, wakafungua mlango na kwenda kumchukua yule mtoto. Wakachukua hatua ya kumleta kituo cha polisi. Baada ya kumleta polisi pale, tukashirikiana na ustawi wa jamii. Tumekuwa tukishirikiana nao kwa karibu sana, na wamekuwa bega kwa bega na sisi katika kudhibiti vitendo hivi vya ukatili, Mheshimiwa mgeni rasmi. Baada ya kufika pale, tukakabidhiana ule mtoto kwa hatua za kwenda kufanyiwa check up kwa sababu alilia muda mrefu na ni mtoto mchanga bado. Akafikishwa hospitalini na taratibu za kwenda kumhifadhi katika zile nyumba maalum zikafanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, watoto wapendwa, tuendako tunahitaji jamii ambayo kwa pamoja wanatambua mtoto ana haki ya kulindwa dhidi ya ukatili. Sote kwa pamoja. Na ninaamini tukishirikiana tukawa bega kwa bega kuanzia ngazi ya familia kwa maana ya mzazi, tunaweza. Hii inaanza na malezi. Namna ambavyo mzazi anatengeneza ukaribu na mtoto. Lakini pia tunahitaji jamii ambayo inasimama dhidi ya mila na desturi kandamizi. Sisi ni mashuhuda katika jamii ambayo tunaishi. Mila na desturi zimekuwa kandamizi sana kwa watoto katika kulinda ustawi wa maendeleo ya mtoto. Kuna ndoa za utotoni. Kuna familia ambazo zinawaozesha watoto wakiwa katika umri mdogo sana kwa lengo la kupata uchumi, kuongezeka kiuchumi. Lakini pia kwa lengo la kuongezeka kiukoo. Kitendo ambacho wanashindwa kufikiria mbele, yule mtoto pengine angekuwa mtu mkubwa sana serikalini. Kwa sababu tu ya maono mafupi, wanateketeza maono na maendeleo ya yule ndoto za yule mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, huku tuendako tunahitaji jamii ambayo inatoa kinga dhidi ya ukatili katika shule na jamii. Kama nilivyoeleza hapa awali, jitihada zinafanyika za kutoa elimu mashuleni, lakini pia katika taasisi za kidini. Kwa hivyo tunahitaji kuongeza juhudi na bidii kwa kushirikiana wote kwa pamoja katika kipengele hiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile tunahitaji jamii ambayo inasaidia haki kutendeka kwa watoto ambao ni waathirika. Tukirudi kule kwenye mila na desturi ambazo ni kandamizi, ile ni sababu kubwa ambayo inasababisha mtoto yule ambaye ni mwathirika kutopata haki yake stahiki. Lakini pia tunahitaji kuwasaidia watoto kujijenga upya baada ya kupata madhila.
Tunaishukuru serikali kuu kwa uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba baada ya watoto kupata mimba, mtoto wa kike kupewa mimba akiwa shuleni, anaenda kujifungua na baadaye anapata nafasi ya pili kuendelea na masomo. Kama jamii tunatakiwa kufanya nini? Jamii kwa pamoja kuanzia ngazi ya mzazi tunatakiwa kumjenga yule mtoto kisaikolojia. Kwa sababu tayari ameshaathirika kisaikolojia na kiakili. Ili kumjenga kuweza kurudi katika taaluma yake na kuendelea vizuri kimasomo darasani. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wageni waalikwa, wadau wa haki, watoto wapendwa, nini kifanyike? Ninaamini tukishirikiana sote kwa pamoja tunaweza kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na ukatili pamoja na athari zake. Na nimesema hapo awali huwa tunapita mashuleni kwa kupitia mikutano ya serikali, huwa tunatoa elimu nini maana ya ukatili, aina za ukatili, wapi pa kuripoti na athari za ukatili. Hii ni kwa watoto pamoja na kwa wazazi. Na tumekuwa tukiwaelekeza ile sheria namba 21, sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Ile sheria inaeleza vizuri kabisa majukumu ya mzazi kwa mtoto na malezi kwa ujumla na ni nini kifanyike. Inatoa mwongozo mzuri. Kwa hivyo tumekuwa tukiyafanya hayo. Lakini pia tunahitaji kuwaheshimu na kuwasikiliza watoto. Kuna baadhi ya wazazi, siamini kama mpo hapa, lakini kuna baadhi ya wazazi ni wakali sana kwa watoto. Wakati tunaamini mzazi ni mtu wa kwanza ambaye anatakiwa kuwa karibu na mtoto. Mtoto akiwa na tatizo, kama wewe ni mkali sana kwake, haumpi nafasi ya kumsikiliza, hawezi kukuambia anapokuwa na shida. Kwa hivyo nitumie fursa hii kwa wazazi ambao wako hapa, tutengeneze mazingira ambayo ni rafiki kwa watoto. Endapo anapata shida au changamoto yoyote, iwe rahisi kutueleza. Nadhani nikisema hivyo niweka. Mheshimiwa mgeni rasmi, panapokuwa jitihada na changamoto hazikosekani. Kwa ufupi kabisa nitaelezea changamoto ambazo tunapitia kama dawati la jinsia na watoto wilaya Babati. Tuna changamoto kadha wa kadha. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa ofisi ya dawati. Kulingana na unyeti wa kitengo hiki, tunatakiwa kutengeneza mazingira ambayo ni rafiki ya kuwasikiliza watoto. Lakini kwa mazingira ya ofisi ambayo tunatumia, jambo hilo halipo. Kitendo ambacho kinapelekea kukandamiza ufanisi wa wale watendaji wa dawati. Changamoto nyingine ni changamoto ya ukosefu wa vitendea kazi. Linaripotiwa tukio ni ndani au mbali na maeneo ya pale mjini. Tunatakiwa kufika haraka kutokana na uharaka wa tukio lile.